Darasa aliwahi kusema kwenye moja ya nyimbo zake, alisema ya kwamba mwenzetu akitoboa tunasema hard work, na ukipenda navyo move na piga makofi. Ni moja kati ya lines kali ambazo zilikuwa na maana tosha kwamba unapoona juhudi za mwenzako unapaswa kumpongeza, ili pengine kwa yeye kuendelea kupambana zaidi ili afikie malengo yake, ama kuendelea kujifunza kupitia yeye ili na wewe bora zaidi. Ndicho ambacho Dula Makabila aliweza kukifanya kwa Diamond Platnumz, ambapo alikuwa na tour yake kule barani Ulaya siku za hivi karibuni, kiasi cha kwamba yeye kuja kutoa hisia zake kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hilo. Alisema kama ifuatavyo, na mnukuu: "Utakaporudi kutoka udongoni, taswira yako ikiwezekana ifutike, iondoke kabisa katika uso wa dunia, lakini jina lako libakie kama sehemu ya kumbukumbu katika nchi yetu ya Tanzania." Diamond Platnumz, kilichotokea London hakikutokea kwa bahati mbaya. Yale ni matunda ya jitihada na akili kubwa uliyowekeza kwenye kile unachokiamini, maana kila zama zina historia inayokumbukwa na walioshuhudia. Hongera sana bro na timu yako nzima inayoongeza baraka kwenye tukio lako. Ni comment ambayo ilikuwa ni positive kwenda kwa Diamond Platnumz. Nikumbushe tu kwamba Dula Makabila aliwahi kuwa karibu kabisa na Diamond Platnumz siku za uko nyuma, kwa maana ya kuwa marafiki, lakini baadaye sintofahamu ilitokea kati yao na wakawa mbalimbali. Jambo hili lilikuwa limepokelewa vizuri sana baadhi ya mashabiki, lakini sipokuwa tu kwa mtu mmoja ambaye ni Mwijaku. Yeye alikuja kwa comment akasema hivi: "Shobodundo, msanii hupaswi kujimaliza namna hii, zingatia brandi." Alafu akamalizia nyimbo mwingine. Ikumbuke ni mwendelezo wa comments za Mwijaku kwa baadhi ya watu kujitokeza kwenye matamasha mbalimbali kwa watu maarufu. Iliwahi kusemekana kuhusiana na kauli ya comedians waliojitokeza kwa wingi kwenye tamasha la Mbosso. So ni mwendelezo wa yeye kuachia comments za namna hiyo, ni kama anashinikiza namna fulani ya wasanii kujibrand. Lakini baadhi ya mashabiki walimwataki Mwijaku na kuona ni kwamba ni mtu anayechochea uhasama na chuki kwa baadhi ya wasanii ambao wanaonyesha mapenzi yao ya dhati ama wanaonyesha support kwa wasanii wengine. Wewe umeipokeaje hii? Ni matumaini yangu utatazama, amini utaachia maoni yako kwenye sehemu ya comment section, lakini pia usahau kusubscribe ili usipitwe na matukio mbalimbali ya michezo ndani na nje ya mipaka Tanzania.